Hili ni pigo zito kwa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans kufuatia taarifa ya nyota wao Prince Mpumelelo Dube ambaye amepata majeraha katika mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons uliochezwa katika uwanja wa Sokoine huko jijini Mbeya. Prince Mpumelelo Dube, ikumbukwe, ni miongoni mwa nyota 5 wa ligi kuu ya Tanzania bara wanaowania kiatu cha dhahabu cha ufungaji bora, akiwa amefunga magoli 13 msimu huu tangu alipojiunga na miamba hii ya soka na mabingwa wa kihistoria hapa nchini Tanzania. Aidha, Prince Mpumelelo Dube alishindwa kuendelea na mchezo baada ya majeraha aliyoyapata, na kwa mujibu wa daktari amesema, daktari wa klabu ya soka ya Yanga nanuku Moses Etutu amesema mshambuliaji wa timu hiyo Prince Mpumelelo Dube ameumia nyama za paja katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara dhidi ya Tanzania Prison uliochezwa jana kwenye uwanja uliochezwa Juni 18 kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Dube alilazimika kutolewa nje ya uwanja kwa machela baada ya kushindwa kuendelea na mchezo huo. Ameendelea na kusema ameumia nyama za paja baada ya kuruka kuwania mpira wa kichwa. Tayari tumeanza kumpatia matibabu tangu jana, na tutakapofika jijini Dar es Salaam ataendelea kufanyiwa vipimo zaidi, amesema Dr. Etutu. Ikumbukwe, Prince Mpumelelo Dube ni miongoni mwa nyota muhimu sana katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, akiwa ndiye kinara namba 2 anayeongoza kwa upachikaji mabao katika kikosi hicho, kwanza akiwa ni Clement Mzize mwenye magoli 13 katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia Prince Mpumelelo Dube akiwa ni mfungaji nambari 2 anayefuatia akiwa pia naye ana magoli yale 13 katika kikosi hiko cha Dar es Salaam Young Africans. Kwa mujibu wa daktari na taratibu za majeraha kama nyama ya paja, mchezaji kikawaida anatakiwa kukaa nje ya uwanja kwa muda kuanzia siku 7, kwa maana si chini ya siku 7 mchezaji anatakiwa kupumzika, na baada ya pale taratibu nyingine zitafuata baada ya hizo siku 7 kuwa zimetimia, na iwapo madaktari wa klabu hiyo watajiridhisha na vipimo, basi Mpumelelo Dube ataanza mazoezi mepesi kwa ajili ya kurejea tena uwanjani kulisakata kabumbu, ikiwa zimebakia mechi 2 tu za ligi, ikiwepo mechi dhidi ya Young Africans inayotarajiwa kuchezwa tarehe 22 dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara round ya 29 kwa klabu ya soka ya Young Africans, ikiwa tayari imecheza michezo yake 28 ikiwa imejikusanyia alama 76 alama moja mbele ya vigogo wao Simba Sports Club wenye alama 75, lakini pia ikiwa imejikusanyia magoli ya kutosha. Na baada ya tarehe 22 mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji kutamatika, basi wataanza kujilinda mara moja na mchezo wa derby wa Kariakoo Derby dhidi ya Simba Sports Club unaotaraji kufanyika tarehe 25 ya mwezi huu wa 6 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mchezo nambari 184 uliozua taswira mpya haswa kwa muda wa miezi 3 na wiki 3 sasa, uliopangwa kuchezwa tarehe 8 Machi 2025 na kuhairishwa hadi utakapoenda kufanyika
Juni 25, 2025. Prince Mpumelelo Dube katika nyakati zake alizojiunga na Dar es Salaam Young Africans amekuwa na wakati bora sana, lakini haya majeraha, je, ataweza kumudu na kufanikiwa kufikia hatua yake ya ufungaji bora kwa kadri ya malengo yake pengine aliyokuwa nayo? Vipi kuhusu Clement Mzize? Ikumbuke ya kuwa miongoni mwa nyota wanaowania kiatu cha ufungaji bora hapa katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Namba 1 amesimama kileleni ni Jean Charles Ahoua, kiungo mshambuliaji namba 10 wa Simba Sports Club, ambaye ana magoli yake 16 na assist zake 9, kwa maana goal involvement amehusika katika magoli yake, jumla ya magoli 25 kati ya magoli takriban 60 waliofunga Simba Sports Club katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC ya Tanzania Bara, msimu wa 24-25 tangu alipojiunga na klabu hiyo ya Simba Sports Club akitokea Stade Abidjan ya Ivory Coast, alikokuwa MVP msimu wa 23-24 akiwa na magoli yake 12 na assist 7. Namba 2 ndo anafuata Clement Mzize, lakini pia namba 3 yupo Lionel Ateba Mbida kutoka Simba Sports Club, pia naye mwenye magoli 13. Namba 4 yupo Prince Mpumelelo Dube ambaye mwenye magoli 13 pia, lakini pia namba 5 yupo Steve Dese Mkwala, kiungo mshambuliaji ama center forward wa klabu ya soka ya Simba Raia kutoka Uganda, lakini pia namba 5 yupo Jonathan Thoa mwenye magoli 12 pia sambamba na Steve Dese Mkwala. Je, hii vita kwako wewe mtazamaji ya ufungaji bora unaiona vipi? Na vipi kuhusu MVP? Nani anastahili kuwa MVP? Tuandikie maoni yako hapo kwenye comment. Lakini pia nikuombe kitu mtazamaji wetu, tunatamani sana kuwaletea vipindi mbalimbali. Je, ni vipindi vipi ambavyo mnatamani pengine kuvipata kuhusu haswa biashara, uchumi, fedha, elimu ya afya, lakini pia ushauri na saa? Tuandikie katika comment yetu au katika comment kwenye video hii, basi nasi tutakuja kuelezea, tutafuata comment zenu kwa mujibu wa maoni yenu, nasi tutazidi kuwaletea vipindi vyetu kwa kadiri ambavyo mtapendekeza ninyi kama mashabiki wetu. Licha ya kwamba sports pia nako tunagusa, lakini pia tunawaunganisha na dunia. Subscribe Starring African Network, ungana na dunia kupata kile kinachojiri ulimwenguni kote kwa muda sahihi, kwa wakati sahihi, wakati wote. Asante. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii ya Starring Instagram, tafuta Starring Africa Network kama ilivyo kwenye YouTube channel yetu, TikTok Starring African Network kama ilivyo kwenye YouTube channel yetu, lakini pia Facebook Starring African Network kama ilivyo kwenye channel yetu. Usisahau kubonyeza neno subscribe, lakini pia usisahau kutufollow katika mitandao hiyo ya kijamii. Asante kwa kutuchagua, tukuunganishe na dunia.